Lakini blaza na mpango wa kufunga kamera pale nyumbani na kuleta mlinzi, kuimarisha ulinzi zaidi. Kamera. Dunia ieleweki mwanangu. Dunia imebadilika. Dunia imevaa sketi. Udogo. Hapa zani nilivyokuona nataka pesa yangu. Hivi na kwamba call imenikaba nilikuwa natoka hapa mguno wewe unakuwa unaja kwako. Mike wako kwa mwendo. Kukimbia nyumba yako kupusha madeni asikufuate nyumbani. Tutakufuata popote kwa sababu tunakudai. Naomba unisikilize. Yaani hata kunisalimia pia umefika tu unaanza kudai hela yako. Mama nikupe tu taarifa. Mimi salamu kwangu wala ina maana. Mike hata mamangu mzizi kwa nyumbani simsalimii na asubuhi ananipa chai huko. Unalana ndio maana. Kwa sababu kama umsalimia mama yako basi unalana. Wewe mwenye laana ambaye kila kona ya mtaa daga marejesho black wewe. Hasa wewe sako si wewe. Benki pia unakudai mwisho siku nyumba itauza kwa sababu madeni. Na nyumba haiuzwi. Nimekwambia nyumba haiuzwi na madeni nalipa. Kwa nini mkopo unachukulia wewe? Unachukulia wewe? Pesa yangu. Sina pesa nimekwambia. Sina pesa. Nitakupa hela yako lakini leo sina pesa. Msichana naomba pesa yangu. Kuhusu mengine mniachie mimi na kishi dangu mimi pesa yangu. Nimekwambia pesa yako nitakupa lakini leo sina. Hivi mwanamke mbona hujielewa? Mbona mtu mzima ovyo sana wewe mama wewe? Washindaje kutoa pesa ya mtoto wa watu ambao umekuja kwa shida zako? Msikuja shida zako mwenyewe. Mwanangu nina maonyesho. Hivi ninavyokuambia nyumbani umejezea kibao. Wataka kubeba vitu vyangu kisha shilingi 15,000 nilivyokupa. Tena nakwambia nisikilize. Tena nakwambia nisikilize wewe mtoto. Yaani wewe ndio umenisimamisha hapa na kunitangaza kuniambia mimi ni mtu ovyo mimi. Mtu ovyo si umekapa unataka natembea uchi. Sasa nakwambia hivi, nisikilize. Hii chata iangalie. Hela yako sikupi. Mimi ndio mimi. Kama unamsifia ana ndio mimi. Nimekwambia sikupi. Hela yangu unipi Na nitakufanyia kitu kibaya. Nisikilize mtu mzima ovyo usijielewa. Wewe ni mtu mzima ovyo ambaye hujielewi hata kidogo katika kichwa chako. Pesa yangu utaitoa kwa staili yoyote. Umeelewa mtu mzima ovyo? Nakwambia sikulipi. Utailipa. Sikulipi. Nakwambiaje? Utailipa. Sikulipi. Tena naomba unicheke. Sikulipi. Lazima nini? Lazima utaitoa pesa yangu. Lazima utaitoa pesa yangu kwa sababu ulikuja na shida zako nikakusaidia sasa hivi unafanya unaona huna maana kulipa deni langu. Utatoa mama. Umeelewa hizo? Tena utaitoa pesa yangu. Nakwambia hivi, ninakwambia silipi. Utailipa. Mtu mzima ovyo usijielewa wewe. Mtu mzima ovyo usijielewa. Wewe ndio mtu mzima ovyo. Daiwa ndio usijielewa wewe. Chunga sana. Yaani hunielewi mimi Tena nakwambia angalia hii chata. Nitakufanyia kitu kibaya wala utakuja kujua wewe. Wajifanya buji sana mtaa. Hebu jaribu nikiutoa mguu wangu ngisifike kwangu mlangoni. Kama kweli wewe unajua mengine ya nyuma ambao mengine si hatuyajui. Subutu ndio utakapojua mimi ni Zai au sio Zai. Mtu mzima ovyo tena kwa mara nyingine. Mtu mzima ovyo. Nifahamu wewe. Tena hunifahamu nakwambia. Ya kushinda kula vizuri kutoka juu kwenye nyumba za watu ovyo hilo. Sasa wewe usijifanya jeuli. Wewe usijifanya jeuli. Nakwambia nitakuonyesha wewe. Yaani nitakuonyesha. Hilo kukopa kulipa. Mtu mzima ovyo time is ago. Uendane na mimi. Nakwambia nitakukomesha wewe mjinga mmoja wewe. Wewe unajidai. Na utaona. Hivi unifahamu vizuri mimi. My lovely daughter. Uko sawa? Sasa naenda kutimiza ile ahadi ambayo nilikuahidi. Nafikiri weekend hii ndo naenda kumuona mama, si ndio? Sasa basi, mtoto wangu mzuri, vinywele vyako vimechafuka. Utamwambia dada akufumue vizuri, akisha kufumua, akupeleke saluni, uoshwe, ubanwe vizuri, ndio uende kwa mama. Tumeelewana? Yes. Yes. Sasa na mimi naomba uniahidi vitu hivi viwili. Ukifika kwa mama, cha kwanza, mazoea na watoto wa kiume sitaki. Mazoea na watoto wa kiume sitaki. Utundu punguza. Umeelewa? Sawa. Cha pili, akili za mama yako nazijua mimi mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa kujilinda wewe mwenyewe. Umeelewa? Nafikiri shuleni mnafundishwa jinsi ya kujilinda. Wewe ni mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni mtoto wa thamani sana kwenye jamii yetu. Sijui unanielewa? Kwa hiyo najua shuleni mnafundishwa jinsi ya kujilinda ninyi wenyewe. Si unajua wale wimbo ambao walimu wanakufundisha wa kuwa awareness na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Unasemaje? Don't touch. Sasa nataka uniambie kwa vitendo.
Don't. Hapa kwangu. Don't. Hapa kwangu. Changamka, imba kabisa kwa vitendo, niachilie kweli. Kweli wewe una resist. Kwamba likitokea hilo tatizo unaweza kuripoti kwa mama au kwa mkubwa wote ambaye yuko hapo mbele mwako. Don't touch. Hapa kwangu. Don't touch. Hapa kwangu. Hivyo. Mtu yoyote wa kiume akikushika, hakikisha unafanyaje? Unamwambia mama yako. Otherwise ukimwona mama yako haeleweki, unanipigia simu. Dunia haieleweki mwanangu. Dunia imebadilika. Dunia imevaa sketi. Wapo watu ambao wenda wazimu tu wako kwa ajili ya kuharibu maisha ya watoto kama wewe. Kwa sababu unatakiwa ujisimamie sana mwenyewe. Tunaelewana binti yangu? Tunaelewana? Umeelewa ninachokizungumza? Sasa naenda ka balance story. Umeelewa? Naenda kwa balance story. Mimi naamini kichwa yako ina akili. Jembe langu, si ndio? Hakikisha unaenda kwa dada sasa hivi, anakufumua, anakuandaa vizuri kwa ajili ya kwenda wapi? Saluni, si ndio? Tumeelewana hilo? Nakuaminia. Kila kitu akili, jembe langu. Nakuaminia. I love you my lovely daughter. I love you daddy. Haya, nenda kajiandae sasa. Hapa sasa nimekuza. Unajua ukiwa baba bora ni lazima uwe mwalimu kwa binti yako ili aweze kujiongoza. Yes. Hapa hata siku nikiondoka kwenye mgongo wa dunia, binti yangu anaweza kujisimamia. Yes. We mama, kwani nimeamini mama si mtu mzuri kwenye maisha yangu na mtoto wangu. Sasa umsikize nikwambie, mzigo ni wako, nimekuletea. Mchukua mtoto. Huyu mtoto huyu nataka kwangu ukija mzima wa afya kama alikuwa jana nilivyomka naye. Umeelewa vizuri? Utaamua mama kuishi naye mtoto katikati kama hii. Ila kianka nilete nyumbani kwangu na miguu yako. Mama utamla nyama mtoto. Akifa ni wa kwako, namtaka kwangu mzima. Kwa heri nishamaliza. Kwani nimefanya kitu gani? Wewe ndio mchukua mtoto wako. Ndio mchukua mtoto wako. Ndio mchukua mtoto wako. Mimi siyafanya kitu, nasingizia. Ndio mchukua mtoto wako wewe. Mimi siyafanya kitu. Ndio mchukua mtoto wako. Mimi siyafanya kitu chochote. Ndio mchukua mtoto wako. Kamera, mlinzi, kuripoti polisi. Okay. Naomba unisikilize. Lile dili inatakiwa libadilike. Utaratibu unatakiwa ubadilishwe tena haraka sana. Kwa sababu yule mshikaji nahisi kama kuna kitu kakijua vile. Hapo sasa hivi wanafunga kamera.
Sijui kama unanielewa. Na pia mlinzi anawekwa pale. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya hapo, tunatakiwa tubadilishe utaratibu. Yule mshikaji anatakiwa mtoto apolwe nje ya hapo. Yaani hamtakiwi kuingia mule tena. Tofauti na hapo tutaharibikiwa kila kitu. Sawa madam. Sasa unasema kwamba jamaa amesema amefunga kamera. Wewe umepataje hizo taarifa? Nisikilize wewe. Yule jamaa na mdogo wake. Yaani huyo mdogo wake ni dhaifu kuliko kitu chochote. Yaani bia mbili kashatoa siri zote. Kwa maana yake mimi hizo taarifa zote ananipatia mdogo wake. Unatakiwa umwambie na mwenzako. Hii jambo sasa hivi linatakiwa lifanyike face to face. Si unanielewa? Yaani macho kwa macho. Macho. Sawa madam. Nimekuelewa madam. Mtambo. Vipi? Mbona kama tena nasikia masuala ya kamera? Ina maana juzi nilipodondoka mimi na Piro tutakuwa tumeonekana au nimesikia vibaya? Mtambo, mbona unashindwa kuwa serious? Unajua huu ni msala, unajua. Vipi tumeonekana? Au vipi? Mbona kama unambona? Sikia. Mindo. Kwanza tulia. Sawa. Unasema? Calm down. Acha pressure. Tuliza mapepe au sio? Sijafanya kitu chochote. Ee Mungu, naomba nisaidie mtoto wangu apone. Sijatenda kitu mimi. Sijafanya kitu chochote.